Wasaa huu na kusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Mabingwa watetezi Argentina wameendeleza ubabe wao kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuichapa Jordan mabao 3-1 katika mchezo wa mwisho wa kundi J uliochezwa alfajiri ya Juni 28, 2026. Huku nahodha wa kikosi hicho Lionel Messi akiendeleza makali yake ya kucheka na nyavu. Licha ya Argentina kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi yaliyofanya Messi kuanzia benchi, lakini timu hiyo ilionyesha ubora mkubwa na kumaliza hatua ya makundi ikiwa na 100% ya ushindi. Dakika 19 Giovanni Lo Celso aliipatia Argentina uongozi kwa mpira wa adhabu uliopigwa kwa umahiri mkubwa nje ya eneo la hatari. Argentina iliendelea kushambulia kwa kasi na kupata bao la pili dakika ya 30 baada ya VAR kuamua penalty kufuatia faulo ndani ya boksi. Lautaro Martinez alifunga akiipa timu hiyo faida ya mabao 2-0 kabla ya mapumziko. Yanga imempongeza mshambuliaji wa DR Congo Fiston Mayele kwa kufunga bao moja katika ushindi wa mabao 3-0 ambao timu yake imeupata dhidi ya Uzbekistan alfajiri ya kuamkia leo. Ushindi huo umeifanya DR Congo kumaliza katika nafasi ya 3 katika msimamo wa kundi K na kutinga katika hatua ya 32 bora. DR Congo imefuzu katika hatua hiyo ikibebwa na kigezo cha kuwa miongoni mwa timu 8 zilizoshika nafasi ya 3 zikiwa na matokeo bora katika hatua ya makundi, yani best losers. Yanga imeandika kwamba kwa kufanya hivyo Mayele ameandika historia. Bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu atapatikana katika raundi ya mwisho Jumanne Juni 30 mwaka 2026 baada ya Yanga na Simba kila moja kupata ushindi katika mechi yake ya leo ya jana. Matokeo hayo yameifanya Yanga iendelee kuongoza msimamo wa ligi ikifikisha pointi 72 huku Simba ikifikisha pointi 70 na kuendelea kubaki katika nafasi ya pili. Kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, wenyeji Yanga waliibuka na ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya TRA United, yote yakipachikwa na Alan Okello. Mabao hayo yamemfanya Okello afikishe idadi ya mabao 14, moja pungufu dhidi ya Faisal Salum ambaye yuko kileleni mwa chati ya kuwania ufungaji bora wa msimu. Pia Alan Okello anakuwa mchezaji wa 4 kufunga mabao 3, yani hat-trick katika mechi moja. Wengine wakiwa ni Mosi Nduwumwe wa Singida Black Stars, Matthew Tegisi wa Pamba Jiji na Fabrice Ngoi na Mungo FC. Simba imetumia vyema uwanja wake wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo pale Dar es Salaam kwa kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Mabao ya Simba katika mchezo huo yalifungwa na Elie Mpanzu na Aniset Oura. Katika uwanja wa Mkwakwani, Tanga, Faisal Salum maarufu Feitoto alijitengenezea mazingira mazuri ya kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu kwa msimu huu baada ya kupachika bao katika ushindi wa mabao 2-0 ambao Azam FC iliupata dhidi ya wenyeji Coastal Union, ambapo bao lingine lilifungwa na Landry Zuzu. Feitoto anaendelea kuongoza orodha ya wafungaji bora wa ligi akifuatiwa na Okello na Mosi Nduwumwe wa Singida Black Stars wakiwa na mabao 14. Nyota wa Ufaransa Ousmane Dembele ameandika historia mpya usiku wa kuamkia jana Jumamosi Nyota wa Ufaransa Ousmane Dembele ameandika historia mpya Jumamosi katika kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kufunga hat-trick ndani ya dakika 32 katika ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Norway. Hat-trick hiyo imemfanya mshambuliaji huyo wa Paris Saint-Germain kuwa mchezaji wa pili kufunga mabao 3 kwa haraka zaidi tangu kuanza kwa mchezo katika historia ya kombe la dunia.
Dembele aliingia katika michuano hiyo akiwa katika kiwango cha juu kufuatia kutoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka jana na kuisaidia PSG kutoa taji la pili mfululizo la ligi ya mabingwa Ulaya, kiwango ambacho ameendelea kukionyesha akiwa na kikosi cha Didier Deschamps. Na Arsenal wanapanga kuongeza wachezaji 5 zaidi dirisha hili la usajili, huku kinda wa Leicester City Jeremy Monga mwenye umri wa miaka 16, Bruno Guimaraes wa Newcastle na Morgan Rogers wa Aston Villa wakiwa miongoni mwa wanaowindwa. Newcastle United bado hawajapokea ofa yoyote rasmi kwa ajili ya kiungo wa Bruno Guimaraes licha ya taarifa zinazomhusisha na kuhamia Arsenal. Kiungo wa Manchester United Mason Mount mwenye umri wa miaka 27 amepewa nafasi ya kujiunga na AC Milan kwa ajili ya kuungana tena na kocha wake wa zamani Ruben Amorim. Kiungo wa Liverpool Curtis Jones anawaniwa na Nottingham Forest, huku Liverpool wakimthaminisha kwa takriban pauni milioni 40. Winga wa Ivory Coast Yan Diomande amechagua kujiunga na Paris Saint-Germain iwapo ataondoka RB Leipzig majira haya ya kiangazi, licha ya kuripotiwa kuwaniwa na Liverpool na Real Madrid. Hata hivyo, hadi sasa hakuna mawasiliano rasmi yaliyofanyika kati ya Manchester United na AC Milan kuhusu uhamisho huo. Kiungo wa Sunderland Granit Xhaka ameripotiwa kukabiliana na mashtaka binafsi na Chelsea, huku akitaka kuhamia London na kufanya kazi tena na Xabi Alonso ambaye aliwahi kuwa kocha wake akiwa Bayer Leverkusen. Na Chelsea wanafikiria kumsajili beki wa kushoto wa Rayo Vallecano Pep Chavaria mwenye umri wa miaka 28 kama mbadala wa Marc Cucurella ambaye ameripotiwa kuhamia Real Madrid. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo.